Mtazamaji wa Finu Media, ni siku nyingine tena tumekutana hapa kuianza siku yetu kwa nguvu, matumaini na tabasamu mwanana. Naye kusindikiza kuianza siku hii ni mimi Josephine Geoffrey. Kipindi hewani ni The Morning Echo, sauti ya mwanzo wa siku yako, na leo nimebahatika kutembelewa na mgeni maalum sana huyu kwa siasa pia za mkoa wa Katavi. Si mwingine ni Mheshimiwa Joseph Mona. Yeye ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Katavi. Niko naye hapa siku ya leo na tutazungumza mengi sana ya kukihusu chama hicho. Karibu sana. Asante sana. Hali yako mwenyekiti? Nashukuru, mimi niko salama kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hata mimi naona sura yako ina nuru. Sahihi kabisa. Karibu sana kwenye studio zetu za Finu Media. Kwa kuanzia mwenyekiti, kumekuwa na hii kasumba ya vyama vingi baada ya uchaguzi mkuu huwa vinapotea kuja kuibuka tena uchaguzi mkuu unapokaribia kwa hivi vyama vya upinzani. Sasa kwenu nyinyi ACT Wazalendo, uhai wa chama ukoje baada ya uchaguzi wa 2025? Kwanza ni vizuri nikajitambulisha jina langu kwamba naitwa Joseph Mona, ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Katavi. Ninashukuru kwa swali lako zuri ambalo linapaswa kuliweka bayana ili Watanzania, wananchi kwa ujumla, hasa mkoa wa Katavi waweze kujua nini ambacho kinaendelea. Kimsingi sisi kama chama cha ACT, tofauti na vyama vingine, hatuko hivi. Baada ya uchaguzi tumekuwa na harakati si za kufanya mikutano ya hadhara, lakini bado tuna hatua ambazo tunapaswa kusikiliza wananchi kwa njia mbalimbali na kuwasemea sehemu husika ili yale changamoto zinazowakuta ziweze kufanyiwa kazi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hatujatulia. Mwisho wa uchaguzi ndio mwanzo wa uchaguzi ujao. Kwa takwimu za matokeo ya uchaguzi mnaonekana mko nyuma sana mkilinganisha na chama tawala CCM. Huo uhai unaozungumzia ni matamshi tu ama mko na wanachama hai ambao wana kadi za chama? Ni kweli unavyosema, tuko nyuma, na hili siwezi kumung'unya maneno. Viongozi wangu wa kitaifa wafahamu hivyo, wananchi wajue hivyo, lakini mnajua kwamba kwenye uchaguzi huu ambao tulishiriki, najua kila Mtanzania anafahamu tulishiriki katika hatua ya ugumu sana, tofauti na kauli za watawala wetu na wale ambao walituhakikishia kwamba uchaguzi huu utakuwa huru na wa haki. Kimsingi ni kwamba tumeingia katika mazingira magumu, na niseme tu, chama kushinda sio kuishi kwa ushindi. Chama kinahitaji kuwa na wanachama, lakini bado chama kinahitaji kuwa na wananchi wenye imani na hicho chama. Sisi chama chetu wananchi wana imani nacho kuliko Chama cha Mapinduzi. Ni vizuri sana mwenyekiti. Sasa kumekuwa na hii kasumba tunasema ya baada ya uchaguzi vyama vingi, wanachama wa vyama vingi vya upinzani huwa wanahamia kwenye chama tawala ambacho ni CCM. Sasa kwa upande wako wewe mwenyekiti wa ACT Wazalendo kwa mkoa wa Katavi, umedhibiti vipi kununuliwa kwa wanachama wako? Kimsingi ni kwamba ni kweli kuna wanachama ambao wanahama, lakini kuhama kwa wanachama mmoja mmoja ni jambo la kawaida katika siasa za ulimwengu wetu, sio kwa sababu tu ya Tanzania au kwa sababu ya chama cha ACT Wazalendo. Wapo mataifa mengi kwenye vyama vyao wanahama kwenda vyama vingine. CCM wanatoka kwenda Chadema, CCM wanatoka kwenda ACT, na ACT wanatoka kwenda Chadema na kwenda Chama cha Mapinduzi. Lakini sisi tunajikita katika mifumo, kwa maana ya kwamba chama chetu tunajikita kwenye mifumo ya chama, kukiweka vizuri, kuwaelimisha wananchi juu ya uwepo wao ndani ya chama chao, na kujituma kuhakikisha kwamba wanakuwa wanasimama kwa ajili ya maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo wale wanaohama wao mmoja mmoja, kama wapo mmewasikia katika chama chetu, basi ni wale ambao hawaishi kwa ndani ya chama chetu,
kiuhalali, wanaishi katika misingi ya maslahi binafsi. Sawa mwenyekiti. Na je, ACT Wazalendo kwa mkoa wa Katavi inaweza kusimama bila kutegemea haiba ya viongozi wa kitaifa kama Zitto Kabwe? Na je, ACT pia ina safu ya viongozi ambao inajulikana vijijini? Swali lako ni zuri na linajaribu kutuona kama ACT mkoa wa Katavi tuko katika staili gani. Tuko katika utegemezi wa kutegemea viongozi wa juu kama wanavyofanya Chama cha Mapinduzi na wengine. Sisi tuko tofauti. Na kama mwandishi wa habari ulikuwa upo wakati wa uchaguzi, kama si wewe basi wenzio waliona namna ambavyo ACT Katavi tunajisimamia wenyewe kwenye uchaguzi mpaka pale ambapo uchaguzi ulikwisha. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine na maneno mepesi ni kwamba sisi tuna uwezo wa kujisimamia wenyewe bila kusubiri Zitto Kabwe wala Dorothy. Sawa, tukirejea kwenye uchaguzi sasa wa 2025 mwenyekiti, mlijipambanua kwamba mngelinda kura, na kiutendaji mlitumia mbinu gani ya kipekee kuhakikisha mnalinda kura hizo tofauti na miaka mingine ya nyuma? Na kwa nini wananchi waamini kuwa mna uwezo wa kuzuia kura zisipotee? Kimsingi ni kwamba huo ndio ulikuwa mkakati wetu wa chama. Na ni namna gani tulijipanga, tuliona tunaweza tukadhibiti. Lakini nyinyi mnafahamu kwenye swala la kudhibiti swala la kura linahitaji na demokrasia iliyo hai. Lakini demokrasia yenye ujanja wa ubadhirifu inakuwa ni ngumu. Kwa namna moja au nyingine tumejifunza ni namna gani uchaguzi ujao tunaweza tukashiriki au la, ili kuona tunaweza tukakabiliana na wenzetu. Sawa, swali la kizushi kwako mwenyekiti. Kuna dhana ya kuwa ACT Wazalendo ni upinzani rafiki kwa serikali. Je, ushirikiano wenu na serikali ni katika kuleta maendeleo au mmekuwa sehemu ya mfumo unaoshindwa kuikosoa serikali? Kimsingi napenda wananchi na wanachama wa chama cha ACT Wazalendo na Watanzania kwa ujumla wajue kwamba kila chama kina demokrasia yake. Sisi tumeelewana. Sisi ni kwamba si chama rafiki kama ambavyo wao wanafikiri, na hao watakuwa wanaofikiria hayo ni wale waasimu wetu ndani ya siasa. Lakini sisi ni chama ambacho kinajipambanua katika kuwasemea, kuwatetea, kukosoa serikali na kuishauri. Kwenye mkoa wa Katavi tumefanya hivyo. Sawa, mtazamaji wa Finu Media, kipindi hewani ni The Morning Echo, sauti ya mwanzo wa asubuhi yako. Uko nami Josephine Geoffrey kukusindikiza kuianza siku yako kwa tabasamu mwanana. Na kama nilivyokuambia hapo awali, leo nipo na mgeni maalum sana kwa siasa za Katavi. Huyu si mwingine ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Joseph Mona. Niko naye hapa, tumezungumza mengi kuhusiana na mustakabali pia wa chama chao baada ya uchaguzi wa 2025, na ametuambia ACT Wazalendo kwa mkoa wa Katavi bado iko hai, licha ya kwamba baada ya uchaguzi vyama vingi huwa vinapotea kabisa, lakini kwa ACT Wazalendo wao bado wako hai, bado wako na nguvu, bado wako imara. Sasa mwenyekiti, ni kero gani kubwa ya wananchi wa Katavi ambayo ACT Wazalendo imeweza kuisemea na kuitolea ufafanuzi wa kudumu na sio tu kutoa matamko? Kimsingi ni kwamba kwenye hili swali lako niseme kama ifuatavyo. Katika mkoa wetu wa Katavi kuna migogoro mingi ya ardhi. Ili sio jambo la kuficha wala kumung'unya. Pamoja na kuwa viongozi wetu wa mkoa wanasema wanajitahidi kutatua tatizo, sisi kama chama cha ACT Wazalendo kwa kukutana na wananchi tunaona kero bado ni kubwa sana.
na bado hawajaipatia ufumbuzi. Na niseme wazi, sisi kwenye hili tumejikita, tumeweza kuwasemea wananchi wengi katika maeneo mbalimbali, hususan jimbo la Nsimbo, watu wa Stobwike ambao walitakiwa kuhamishwa. Sisi ni sehemu ya sauti ya kuwasemea Watanzania, na viongozi wakubwa wa kitaifa wameona mpaka leo Stobwike bado wananchi hawajaondolewa kwa sababu ACT tulisema. Lakini bado kuna mfano mzuri sana ambao hata kesho ukimfuata mkuu wa mkoa atakwambia kwamba ni kweli ACT walisimama kidete. Ruhafwe, wananchi walitakiwa kuondolewa katika maeneo yale bila utaratibu, na notices zilitolewa, na tuliwaambia wananchi kwamba notices zilizotolewa za nyinyi kuhamishwa pamoja na kutolewa na mkurugenzi si za haki wala hazijatenda haki. Ni lazima serikali ihakikishe inawasikiliza na kufuata utaratibu wanaotaka katika misingi inayotakiwa, na wananchi wale mpaka sasa bado wapo. Hiyo ni mifano, ipo mingi, nimetolea hiyo miwili tu. Na kwa nini sasa wananchi wa mkoa wa Katavi waichague ACT Wazalendo na si Chadema? Ni nini cha kipekee ambacho ACT mnacho na mnaweza kuwaambia wananchi kwamba sisi hiki cha kipekee tunacho na mnaweza mkatuchagua sisi dhidi ya vyama vingine vya upinzani? Na kimsingi ni kwamba kwanza sitaki utaje neno Chadema. Ndiyo. Kwa sababu unaona ni kama uchonganishi. Na vyama vyote ninaviona viko sawa. Ndiyo. Na vyote dhamira yao ni moja. Lakini mimi nimetaja Chadema kwa maana ni kikubwa kwenye upande wa upinzani. Sahihi kabisa. Na mimi sitaki kumung'unya maneno. Ndiyo. Chadema wako vizuri na sisi tunafuatia kwao, lakini tuna tofauti kubwa sana kwa vyama vingine. Kwamba sisi tunasimamia uwajibikaji na kila chama kina demokrasia yake. Sisi tumejikita katika uwajibikaji, kusimamia rasilimali za chama, lakini pia kusimamia rasilimali za wananchi na kuwasemea katika maeneo mbalimbali. Tofauti yetu kubwa ni hiyo, lakini pia sisi si wepesi wa kuogopa hoja. Tuko tayari kukabiliana na hoja za aina yoyote, na sisi sio watu wa kususa. Nafikiri nimeeleweka vizuri. Mtazamaji wa Finu Media, kwa nini uichague ACT Wazalendo? Basi wao ni wawajibikaji na pia hawaogopi hoja yoyote ambayo wewe mwananchi utawapelekea. Mwenyekiti, naam. Turejee sasa kwenye mkoa wetu wa Katavi. Mkoa huu ni mkoa ambao unategemea sana kilimo, lakini pia na utalii, na hifadhi ambayo inapatikana mkoa huu ni hifadhi ya Katavi. Lakini wananchi wa mkoa huu bado ni masikini sana. Sasa kama chama mna mpango gani mbadala wa kuwainua wakulima wa tumbaku na mpunga wa mkoa huu? Kwanza kwenye swala la wakulima, kama ulivyosema, wakulima wako aina nyingi. Ndiyo. Nadhani umesema tumbaku na mpunga. Lakini wapo mahindi, wapo wa karanga, wapo wa choroko na kadhalika. Wote hawa kwa ujumla wao, wapo wa pamba na kadhalika. Sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba kama mwenyekiti wa chama cha ACT na kama chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Katavi, ni kuhakikisha tunawasemea wakulima hawa waweze kupata mambo yafuatayo: miundombinu bora ya barabara, lakini pamoja na kuishauri serikali kuhakikisha wanatafuta njia mbadala wa kuhakikisha pembejeo zinapatikana kwa bei ya chini, sio kama ilivyo sasa ya shilingi 80,000. Lakini bado tunapaswa kuhakikisha tunaishauri serikali, kwa sababu wao ndio wamesimama kwenye dhamana ya kuhakikisha mambo yanakwenda na Watanzania wanapata fursa nzuri, kuhakikisha kupata masoko. Sisi hatutakaa kimya, tutahakikisha tunawasemea.
Sawa sawa. Sasa wananchi wengi wa Katavi pia wanaishi jirani na hifadhi, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba kivutio kikubwa ni hifadhi ya Katavi ambayo inapatikana mkoa huu, na mara nyingi wananchi hawa hukumbwa na migogoro. Ahadi yenu ya kulinda kura ina uhusiano gani na kulinda ardhi? Kwanza niseme kabisa mahusiano yako sahihi kabisa kati ya kulinda kura na wao katika maeneo ya hifadhi na si mara moja, si mara mbili. Miongoni mwa vitu ambavyo tumevisemea ni juu ya serikali kuona umuhimu wa kutanua wigo wa kuhakikisha wananchi wanapata maeneo ya kufanya kazi badala ya kuwaingiza katika migogoro, lakini pia ni kuhakikisha wanarekebisha mipaka ile halali, sio ile ya ujanja ambayo ndio chanzo cha migogoro katika maeneo ya hifadhi. Lakini mwisho wa siku tunawashauri kuhakikisha kwamba wanawashirikisha wananchi husika wa yale maeneo, viongozi wao pamoja na wananchi wanaoishi katika yale maeneo. Kwa hiyo hili lina uhusiano ulio wa karibu wa moja kwa moja, na ni sisi jukumu letu kuishauri serikali ili kuondokana na matatizo haya, ni pamoja na kutanua wigo wa maeneo ya makazi na kilimo ili wananchi watokane na tatizo hilo. Kama tunavyojua, mwenyekiti, tumezungumzia hapo swala zima la wakulima na ndo uti wa mgongo wa mkoa huu wa Katavi, na wananchi wengi ni wakulima, na sasa bila kuwa na afya bora huwezi fanya shughuli yoyote, si ndio? Sasa katika ziara zenu ambazo mmekuwa mkizifanya, mmegundua nini kuhusu hali ya vituo vya afya ambavyo vipo maeneo ya pembezoni kabisa mwa mkoa, na ni hatua gani, tunasema hatua gani kivuli ambayo mliweza kuichukua ili kuhoji matumizi ya fedha ambazo zinatolewa kwa ajili ya miradi hiyo? Swali lako ni zuri, na bahati nzuri sana kama tulivyosema, sisi ni chama cha siasa na ni taasisi ambayo inajitambua. Sisi katika mkoa wetu wa Katavi, katika ziara zetu huko, tumebaini kwamba kuna shida ya vituo vya afya, kwa maana ya kwanza kuna upungufu wa hudumu wenyewe moja, lakini pia kuna shida ya vifaa vinavyopelekwa katika yale maeneo. Lakini mwisho wa siku tumeona pia kuna tatizo la utendaji wa kazi. Wapo baadhi ya watumishi ambao hawako katika mstari ule unaotakiwa wa watu ambao wana wito wa ile kazi. Kwa hiyo kuna matatizo mengi, na ndio maana sisi ACT tuliamua kwa dhati, na hili napenda kupitia kipindi hiki wananchi wajue, viongozi wetu walioko madarakani wajue, mkuu wa mkoa wajue, viongozi wetu wa wilaya wajue. Tumejikita katika wilaya ya Tanganyika kuhakikisha tunafuatilia vituo vyote, na tumebaini baadhi ya matatizo na tumewasilisha kwa maandishi. Hata siku nyingine ukitaka nije rasmi kwa kuonyesha kwamba tulisema jambo hili, tunazungumza Mishamo na Karema, na kuna hatua ambazo niwe muwazi, japo wao hawajatujibu kwa maandishi kwamba wamechukua hatua hii, lakini sisi hatusubiri maandishi yao. Sisi tunafanya jitihada za kuhakikisha wananchi, je, kuna jambo ambalo limebadilika? Kwa mfano kituo cha afya Mishamo, tumepiga kelele na maandishi tunayo. Kituo kile kulikuwa na shida mbaya zaidi. Kwa mfano wananchi ambao walikuwa wanapata huduma pale wanapokwenda kulala, wanalala katika magodoro yasiyokuwa na shuka. Tumesema kwa maandishi na tunayo, lakini bado tumesema kuna baadhi ya watumishi wana lugha mbaya. Kama mfamasia aliyekuwepo, tumesema kwa maandishi. Lakini tunashukuru, na hili ndilo ambalo watu wanasema sisi ni rafiki na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tunaposema jambo ambalo linagusa maslahi ya wananchi na serikali ikaamua kwa namna fulani angalau kusema inatekeleza na inasikiliza, basi sisi tunaonekana ni marafiki, na ikiwa ni hivyo ni vyema tuonekane marafiki.
lakini pale tulizungumza juu ya mfamasia yule DMO. No, DMO ni tatizo, na ni kweli wamemuondoa, na pale wameanza kufanya marekebisho ambayo bado hatujaamini kwamba utekelezaji ule utakwenda moja kwa moja kama vile Watanzania wanataka, kama vile ACT inataka. Lakini bado tumezungumzia tatizo la kituo cha afya Karema tumezungumza na tumesema shida ya hawa watendaji ni kutokana na mifumo iliyopo inawafanya wafanye kile wanachotaka kufanya kwa namna wanavyoona wao. Kwa hiyo tunaamini wakirekebisha mifumo hii tunaamini mambo yataenda vizuri, lakini niseme na ninarudia kwa mganga mkuu kama atanisikia, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mfamasia aliyopo Karema kituo cha afya pale Kapala Msenga hatoshi na hafai. Bado kuna shida kubwa na tumejaribu kuzungumza. Kuna vitu ambavyo wamekuwa wakivifanya, wanakuwa wanafanya operation bila kufuata maagizo ya DMO. Wao wanajichukulia maamuzi, wanakusanya fedha kwa Watanzania. Mpaka muda huu kuna mtu ambaye sitaki kumtaja jina, lakini nitakwenda kwa mkuu wa mkoa nimwambie yule mtu amechukuliwa kifaa chake na mfamasia na mtendaji wakishirikiana na mkuu wa kituo cha polisi Karema. Tunazungumzia kifaa katika mwili wake ama ni kifaa kipi? Ni vifaa ambavyo vinatumika ndani ya maabara. Ndani ya na wanataka milioni 1. Sisi tunasema milioni 1 haitatoka. Ndiyo. Na milioni 1 ikitoka basi ni ile ambayo kama kweli TAKUKURU ni wa kweli basi wataipeleka hiyo pesa. Lakini kabla hatujafikia huko tuwaombe wamrudishie mhusika wa kile kifaa mapema sana. Sawa. Tukija kwenye upande wa ruzuku tunasema je, chama chako kinapata ruzuku au michango yoyote? Na wanachama wa kawaida wa ACT Katavi wanawezaje kuhakiki kuwa rasilimali za chama mkoani zinatumika kwa ujenzi wa chama na si kwa maslahi ya viongozi? Kwanza niseme ni kweli tunapata ruzuku japo ndogo, lakini pamoja na udogo wake, kwa umakini wa chama chetu, kwa umakini wa viongozi wetu wa ngazi za juu, kila jambo linawekwa bayana, tena kwa maandishi. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu, nina ripoti ya matumizi ya fedha ya ruzuku inavyofanya kazi kwa nchi nzima. Kwa hiyo tuna takwimu na tuna data ambazo ni rahisi mwananchi wa kawaida, hasa mwanachama wa chama, kuelewa kwamba ruzuku yetu pamoja na kuwa ni ndogo inafanya kazi ya 1, 2, 3. Pamoja na udogo huo, ni sisi ambao tunapata ruzuku ndogo tumejenga ofisi ambayo ina hadhi ya kuitwa ofisi. Pamoja na kuwa ruzuku ni ndogo, si kwamba ruzuku ile inafika mpaka kwenye mikoa. Kutokana na udogo wake tumeacha ilipe mapango na mambo mengine. Sawa, tukija kwenye upande wa vijana, kama tunavyojua vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Sasa na Katavi ina vijana wengi wasio na kazi. Sasa je, chama chenu kina mpango gani wa kuwajengea uwezo vijana hawa ili waache kutumika kama nguvu tu ya ziada wakati wa maandamano au kampeni za kisiasa? Bahati nzuri sana katika mkoa wangu wa Katavi, niseme wazi, kwa ujumla vijana wapo, hawana ajira za kudumu. Lakini bahati nzuri vijana wa Katavi wanajitambua, wanajishughulisha na shughuli za kwenye machimbo ambako fursa bado zinaminywa. Maana yake tumeona wawekezaji wamekuwa wengi kupita kiasi ambacho kinawatoa nje vijana. Lakini vijana wa Katavi bahati nzuri sio wengi wanaotumika, ni wachache sana, ni machawa. Na nikisema machawa mnajua wako upande gani. Kwa hiyo niseme wazi tu kwamba kimsingi ni kwamba sisi tuna mkakati wa kuwaelimisha wananchi na tunaendelea kuwaelimisha hata kwenye mikutano yetu kwamba wananchi na hasa vijana wanaohitimu kwenye masomo yao, iwe ni elimu ya vyuo vikuu, iwe ni elimu ya sekondari, iwe ni darasa la 7,
wanapoingia kwenye mchakato huu kwamba wamehitimu, wasielekeze fikra zao sana katika kuajiriwa. Lakini pia wahakikishe wao wenyewe wanajituma kujiajiri, na wanafanya hivyo. Machawa wapo lakini sio wengi. Machawa wapo lakini sio wengi, na wengi wamejikita hasa kujiajiri. Hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa kwa kijana yoyote wa Kitanzania, si Mwanakatavi tu. Unatakiwa ujiajiri, uache fikra ya kuajiriwa. Kipindi hewani ni The Morning Echo na mimi ni Josephine Geoffrey. Bado nipo na mwenyekiti wa ACT Wazalendo kwa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Joseph Mona. Kazungumza mengi sana ya kuigusa jamii moja kwa moja. Sasa mwenyekiti, kama matokeo ya uchaguzi 2025 mkoa wa Katavi hayakuendana na matarajio yenu, na je, viongozi wakubwa mkoa wa Katavi tayari kujihudhuru kwa maana ya kuanza ngazi ya taifa mpaka mkoa kutokana na matokeo yale? Niseme tu kutokana na swali lako ambalo linagusa matokeo ya uchaguzi na umeangalia mkoa wa Katavi na pengine ni kwa taifa kwa ujumla. Yapo maeneo ambayo tumefanikiwa pamoja na ugumu huo huo. Kuna maeneo ambayo tumepata wabunge. Na kwa nini tumepata wabunge? Ni swala ambalo sisi tunapaswa kujiuliza, na nyinyi pia mnapaswa kujiuliza. Lakini niseme wazi kwamba uchaguzi huu nyinyi mnafahamu haukuwa huru na wala wa haki. Yale maeneo mikakati yetu ilikuwa mizuri ndio tumefanikisha. Yale ambayo maeneo mikakati yetu haikumata kama tulivyotarajia ndio tumefeli. Lakini niseme wazi kwamba swala hili ni swala la kiutawala. Na niseme pia kwamba pamoja na kuwa ni swala la kiutawala, swali lako linasema je, mko tayari kujiuzuru kutokana na kile ambacho kimetokea? Nataka kusema lakini kabla hatujafika kwenye mko tayari kujiuzuru, nichomekee swali hapo. Umesema uchaguzi haukuwa wa uhuru na haki. Tufafanulie kidogo, maana yako ni nini hapo? Je, kuna kula ambazo ziliibiwa na mlisema kwamba mlijipanga vizuri kuhakikisha kula zenu zinalindwa? Mfano mzuri na mdogo na mwepesi nitasemea kwenye jimbo la Nsimbo. Mawakala wetu ambao tulikuwa tumewapa elimu ya kuhakikisha wanaweza wakalinda kula. Na hiyo ndio mfano na maeneo mengine. Waliweza kuchukuliwa na polisi na kuingizwa kwenye magari ya polisi na kurudishwa mjini, kitu ambacho wasingeweza tena kulinda kula. Na yale maeneo watu walifanya wanavyoweza. Kwa hiyo unaona ni namna gani uchaguzi huu ulivyokuwa mgumu. Na niseme tu kwa mara nyingine, na jeshi la polisi na wao wajitafakari. Na ikitokea siku jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama wakajitambua, uchaguzi utakuwa huru. Lakini ninyi ni chama rafiki. Urafiki wetu unakujaje? Unakuja pale matendo mema yanapofanyika. Tunaweza tukawa rafiki kwa maana ya kuwasemea. Lakini pale wanapokwenda nje na utaratibu wa matendo mabaya, tunakosoa, tunashauri. Kwa hiyo sisi sio chama rafiki kama unavyofikiria. Sisi ni chama cha kujenga haki. Sasa turejee kwenye swala letu. Baada ya matokeo hayo, je, viongozi wakubwa mko tayari kujihuzuru kutokana na matokeo hayo ambayo yametokea? Kwanza ni lazima tufanye vikao vya tathmini. Tukishafanya vikao vya tathmini, tutatoka na maamuzi yenye usahihi kwa maslahi mapana ya chama. Ndio. Niseme hivyo. Sawa, asante sana kwa jibu lako nzuri. Tukiwa mwishoni kabisa mwa mazungumzo haya, mwenyekiti, unawaambia nini sasa wanachama wa Katavi ambao wamekata tamaa?
na ACT Wazalendo? Kwanza nataka niwatoe hofu wananchi na hasa wa Katavi. Kama mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo mkoa wa Katavi, niwaombe wanachama na wapenzi waamini kabisa na wala wasiingie kwenye reli hizi ambazo zimejitokeza kwenye uchaguzi huu. Kwanza wajue kura yao ni ya thamani. Kura yao inaweza ikabadili mustakabali wa siasa. Sasa sisi tunajikita katika kuwaambia wasikate tamaa. Tunajua chama chetu kinaamini katika meza ya majadiliano. Hatuamini katika vurugu. Tunaamini katika meza ya majadiliano. Tunajua harakati zinafanyika. Kwa hiyo ni namna gani tunaweza tukashiriki au tusishiriki baada ya kuona meza ya majadiliano haikwenda vizuri, ni maamuzi ya viongozi wetu wa juu, na wajue kabisa kura yao ni ya thamani na hawapaswi kukata tamaa. Unapokata tamaa unatoa nafasi kubwa, tena sio ile. Kwa mfano mdogo tu niesemee hapa. CUF walisusa Zanzibar. Wakasusa kuto kushiriki hata chaguzi. Lakini bahati mbaya sana walitoa mwanya kwa Chama cha Mapinduzi. Hata yale maeneo ambayo wao wangeweza kushinda yalichukuliwa na Chama cha Mapinduzi. Wawakilishi waliokuwa wengi bungeni walikuwa ni wa chama kimoja, Chama cha Mapinduzi. Matokeo yake ni nini? Walikwenda kupanga utaratibu ambao leo unatugharimu tena kwa kupitia katiba kwamba lazima kuwe na uchaguzi wa siku 2 Zanzibar. Unaangalia watu milioni 1 wafanya uchaguzi wa siku 2, watu milioni 10 wafanya uchaguzi wa siku 1. Kwa mtu mwenye akili unaona una dosari gani? Na huu ni mwanya ambao tuliotoa wenyewe. Asante sana mwenyekiti. Mtazamaji wa Finu Media, mwenyekiti katuambia kura yako ni ya thamani, usitetereke. Hivyo ndivyo tunavyomaliza leo na mwenyekiti wa ACT Wazalendo kwa mkoa wa Katavi, Mheshimiwa Joseph Mona. Tulikuwa naye hapa na kazungumza mengi. Matumaini yangu umejifunza vingi kutoka kwake, na pia ACT Wazalendo kwa mkoa wa Katavi bado iko hai, bado ina nguvu. Jina langu ni Josephine Geoffrey. Mpaka wakati mwingine, bye bye.